election kuna wanasiasa pia wanajaribu waingie, kwa sababu wamejua bunge la wananchi ni watu hawana resources, ingawaje they are politically literate, they are politically informed, so wanakuja na pesa zao kuhakikisha wamegawanya. 2022 pia nikiwa pale, risasi ilitoka, watu walipigana, wengine wakajiapisha hivyo hivyo. So bunge la wananchi, tukienda uchaguzi ni kawaida, lazima tukue na mambo kama hayo, lakini ni jukumu letu kuhakikisha kwamba tumebaki na tumesimama kutetea tu haki ya wananchi wa Jamhuri ya Kenya. Na vile vile pia mahali wanasiasa wanafanya vizuri tueleze, mahali wanafanya vibaya pia tuseme, bila matusi, bila ukejeli ama kuingiliana jamii yoyote. So mambo kama haya tukubali, lakini cha muhimu usibebe mkono upige mwingine ama kutusi mwingine. Tukue pamoja, tuwe na ukweli, tukieleza watu kweli. So the division is there towards any general election, na hii itakuwa 2027 ikisapita, 2028 mtakuwa na uongozi ile iko sawa sawa, na hiyo ni kawaida, si mambo geni. Ndio sawa. Na maybe la kuongezea lolote? Sina la kuongeza, ile nasema tushikane pamoja, tusichukiane, tusipigane, ama namna gani? Asanteni. Asante ndugu yangu. Bunge imefungwa hadi kesho. Nisaidia microphone. Bunge imefungwa mpaka kesho. Unataka kuongea nini? Na Babu Wino Embakasi South Mara Ward. Mr. Speaker, yani hata nashindwa kuongea sana. Hizi kabila zingine sisi kama Waloya, wa Kisii, Wajaluo na Wakamba tumekuwa full na hawa wajinga kutoka hapa Rift Valley sana. Wachaneni wa Kikuyu. Usenzi ambao mko naye hata mimi nimetosheka. Mr. Speaker, hata nimeboeka sana. Yaani hata taki kusikia mtu kutoka huko chini akiniambia kitu yote. Kwa sababu wametubeba ujinga sana. Wamebidi tumepigana na Wakikuyu bure bila vita yoyote. Mara sijui Wakikuyu ni wezi, wakiingia katikati hapo wanaharibu maneno. Raila akijaribu kukuja karibu na Wakikuyu, anaingia analeta Mkikuyu, anapiganisha Wajaluo na Wakikuyu. Inabaki tunabaki kwa shida. Waluya wakiingia kwa Wakikuyu, vita. Mtu anakuja katikati anaharibu. Tunapigana sisi wenyewe kwa wenyewe. Tuache hii usenzi. Enough is enough. Kama hamuna vitu ya kufanyia Wakenya, pelekeni ujinga huko chini. Imefika mpaka pahali sasa mnataka kuwa Wakikuyu bure, mnawapelekea bola. Simpeleke kwenye Rift Valley. Kwani hakuna shamba Rift Valley? Hii ni usenzi. Wakati mnaingia kwa mamlaka mnatuambia mtatufanyia maendeleo, mtatulinda sisi kama Wakenya. Baadaye mtulinde nyinyi ndio mnatuua. Nyinyi ni wa wapi? Mlizaliwa na nani? Kwani nyinyi ni mamonster? Mr. Speaker, nimekasirika. Leo hata yani kama kuna kitu mmeniudhi ni hao watu wa huku chini Rift Valley. Yani hata mna aibu. Wao wenyewe watu wanashindwa kufanya. Mtu wao anakufa huko anazikwa kama mbwa. Anazikwa kama mbwa. What kind of leaders are you? Which people are you? Mlizaliwa wapi? Mtu anazikwa kama mbwa. Mr. Speaker, hiyo kitu kinaniuma hata. Yani hao watu ni wanyama wa watu. Hao ni mamonster. Yani mtu anazikwa kama mbwa. Kama mbwa. Hata mwezi simama kama watu wa Rift Valley msaidie mtu kuzikwa. Anazikwa na magongo na sanduku imewekwa kitambaa nusu. Hiyo ni nini? Na mliahidi mtalinda watu. Sasa saa hii mnataka kuwa Wakikuyu, mnataka kutuletea Ebola. Ikifika hivi mimi nawaambia, huyu Mungu ambaye ako hapa juu halali. Hiyo Ebola itawaua nyinyi wa kwanza, ndio sisi tukufe before mkufe. Hata corona ilikuja na ilikuwa inaua matajiri ikaacha maskini. Sasa round hii nyinyi ndio wa kwanza. For the first time corona inaenda huyu Ebola mmemtuletea hapa hivi. Leteni hata kesho mleta hawa wagonjwa hapa. Hatutakufa. Hatutakufa kama corona ikutuua. Sasa Ebola ndio itakuja kuua watu hapa hivi. Hata hamna aibu. Hii ni viongozi wa wapi? Hii ni viongozi wa gani? Kazi yao ni kutupiganisha. Tunapigana na Waluya. Unaingia huku umeharibu Nyanza, umebomoa wa Kisii na Wajaluo hawaelewani. Ukaona baada itoshi, umetawanyisha hao Wajaluo mara pili. Yaani unataka kutengeneza team A, team B, team C. Yenye inacheza Champions League, Europa plus Conference. Kwani nyewe ni wa wapi? Unaenda Western unabomoa, unahakikisha Sifuna apigwe teke atolewe ndio Wajaluo wasielewani. Kwa sababu unaona uongozi unachukuliwa. Nataka kukuambia. Na nataka kuongea kama unajua wewe ni Mluya, wewe ni Mkisii, wewe ni Mkikuyu, wewe ni Mkamba. Sisi wote ni Mabantu. Let us join together and remove these people from office. Enough is enough. Hatuwezi sisi tunapiganishwa. Mnatupiganisha kwani sisi ni wana
Kwani si ni malaya mnakula huko kwa Wanange? Enda peleka ujinga huko kwa Inange. Mr. Speaker, yani mtu anatugonganisha. Raila ukiangalia historia ya Kenya since independent, huyu mkalewe ya Ribwich aliingilia kati ya Jaramogi Oginga Odinga na Jaramogi Oginga Odinga na huyu anaitwa Kenyatta. Hadi nienda pomba ya kukufa bure kwa sababu ya watu. Nikakuja tu Mr. Speaker, naomba dakika kwa sababu kesho tutazungumza. Saa yangu mtapatia mtu. Lakini leo acha nizungumze Mr. Speaker. Huyu mtu amekuja tena 2000 ilikuwa na miaka 7. Raila Odinga anakuja kuungana na Mkikuyu hapa kutengeneza serikali. Ukweli baada ya kuungana at least tulipata free education. Thika Road ilipatikana, KICC ilipatikana. Lakini Mkale alileta Mkikuyu ili kuharibu uhusiano baina ya Wakikuyu na Wajaluo ambaye ni Uhuru Muigai Kenyatta. Alafu anarudi nyuma na kwao abomoi. Akishabomoa huku kwao abomoi. Kwao wamesimama. Nani anaongea sasa? Ni Mkale William Ruto. Kuna mtu anaharibu huko Rift Valley. Sisi hapa hivi tunabomolewa. Sisi tumekuwa wajinga, kazi yetu tukiambiwa na William Ruto tunakubali. Na yeye kwao abomoi. Mbona asibomoe kwao? Akakuja 2007 akaona serikali ya Kibaki tena kisikana na Raila, mambo hii nchi itafanya ni mambo ya maajabu, kwa sababu akili ya Mkikuyu ni ya biashara, akili ya Mjaluo ni education. When you combine education versus business, hiyo nchi na grow. Mluya nifanya mkulima na mtu ako na nguvu, Mkisini mkulima na ako na nguvu. Hao watu wakijoin together nchi inasonga mbele. Utalala njaa. Akahakikisha hii jamii haitaelewana. Sasa tukasumbuka. Raila akaanza kuvuruta huko, anatudanganya, anatuambia wewe Mkikuyu ni mwizi. Kibaki aliiba pesa gani? Pesa yeye alichukua, alijenga nao Thika Road, akajenga KICC. KICC kuna hata juzi president wa France amekuwa KICC kuuziwa rasilimali ya Kenya. Alafu mnatuambia nini? Akakuja akafika 2007 akatawanyisha, akakuja akaambia Raila huyu mtu ni mbaya, wachana na yeye, twende, hao ni wezi. Yeye akifika anasema Wakikuyu ni wazuri. Ikifika ni mtu mwingine anaungana na Mkikuyu, Mkikuyu ni mbaya. Kwani yeye anajua watu ambao Wakikuyu ni wabaya tu. Wewe bwana waje kutupima. Enough is enough Wakale. Saa hii Waluya wanafaa kuungana na Wakikuyu wachukue ushukani. Ameingia katikati, ameleta Wetangula, ameleta Matibidi, ameleta Tuoli tumbo kubwa, ameharibu Western. Saa hii imebaki Sifuna timu A, timu B ambaye ni Wetangula na timu yake. Waluya waelewani. Na hii ndio wakati Waluya anafaa kuwa na president. Ameharibu Wakisii, hatuelewani. Sasa wewe alafu unatuambia unajumuisha Kenya pamoja. Unaweka Kenya gani kama unatugonganisha kama maumbwa? Kwani sisi tulikukosea nini? Wewe leta Ebola, na hiyo Ebola mara ya kwanza inaenda kushughulikia nyinyi wote. Na ninataka kumalizia Mr. Speaker. Mama taifa, mama ambaye anapenda Mama Rachel Ruto. Congratulations beautiful woman. Ulisema mabibi zetu watuombee. Before bibi yangu aniombee Mama Rachel, nakuomba wewe kama mama taifa, ombea bwana wako aache kututesa sisi kama Wakenya. Ombea bwana wako. Huwezi kuja kuambia bibi yangu aniombee na ujaombea bwana wako. Bwana wako atuletea Ebola tuue. Alafu na unasema utuombee. Hiyo ni maombi gani sasa? Uombee bwana wako kwanza. Harambee! Harambee! Kama hakika umechoka. Kama hakika umechoka, nataka nitume ujumbe. Especially kwa wale vijana wenzangu kutoka huko chini, sijui ni wapi. Hapa kuna vijana wengine wanatoka hapa. Wasudanisi wenye walitoka Sudan wakapeleka hapa Victoria. Hao Wasudanisi wanaita Baba Owino ni Muhindi. Wao ni Wasudanisi, ni weusi hata kuliko Wasudanisi. Nyinyi pia ni Wasudanisi, hata nyinyi hamjui baba zenyu. Nataka kuwaambia hivi. Adwa Monda Nyisu. Timorachiel. Jonyanza. Weuru wachi Jokalenjin. Jokalenjin gi okje joma beyo. Jogi osetuolu. Jogi otuogi Joksise. Joksise osebedo kachung' kodu. Joluo osebedo kachung' kodu. Sani jogi dogo podho ukode. Udwa pogoru kendo onge chiemo bero. Kama mtaendelea namna hii nataka kuambia nini? Wajaluo mtaona ufalme wa nchi. Maisha yenu yote kufa kupona, kama hii ndio ujinga ambao mko nayo. Asante sana Mr. Speaker. Bunge Power. Bunge Power. Kwa majina anaitwa Caleb.
kutoka kaunti ya Kisii, Machonge Borabu constituency. My brother ameongea hapa vizuri sana. Yaani nilitaka niongee kwa mwisho, lakini kwa sababu ameongea vizuri ikabidi nisimame ili ni emphasize hapo mahali alikuwa anaongea. Unajua William Ruto ni mtu mchanja sana na ni muongo. Siku moja atakuja hapa asimama adanganye, atuambie sisi wa Kenya ya kwamba unajua Mama Rachel Ruto sio mke wangu. Siku moja atasahau aseme hivyo. Kwa nini? Kwa sababu ile siku ya kutafuta uongozi William Ruto alikuwa anaenda kwa kanisa, analia machozi, anajipanguza. Mke wake anampiga hapa kwa bega, anamwambia mzee tulia. William Ruto anatulia. Lakini baada ya kuchukua uongozi, mambo ambayo anafanya eleweki. This time round William Ruto, hata ukuje na Yesu Kristo msimame hapa na yeye, kura tutakupigia. Utakuja na Yesu Kristo na hii pande kuna mtu mwingine ambaye amekuja na shetani. Haki ya Mungu tutakataa. Tuseme wewe kama ni Yesu Kristo, Yesu Kristo tunakupenda, lakini kwa sababu ya huyu mtu ambaye mmekuja na yeye, tumekataa kabisa, acha tupigie shetani. Haki ya Mungu. Huyu mzee Kenya kuja kuwa na kesi ya Ebola, lakini amesema kwamba ajenge quarantine Laikipia Kenya, ajenge hapo. Hiyo kitu ikishika Mkenya hata mmoja, State House tunafika. Kila mtu anakuja na slippers, State House tunafika. Kwa sababu huwezi amua utuletee ugonjwa kwa nchi yetu ambayo imekuwa haina ugonjwa. Ulete watu wagonjwa uweke katika nchi yetu. Madaktari ambao wataenda kutibu pale ni madaktari wa Kenya, labda wameungana pamoja na madaktari wa nje wakienda kutibu. Huyu daktari akitoka hapa anaenda nyumbani, anaenda kwa mke wake. Akiguza mke wake, Ebola imemuingia. Mambo gani haya? Itakuwa mbaya sana. William Ruto wewe ni yaani saa zile watoto walikuwa wanachomekea pale. Saa zile tunachanganyikiwa kuangalia watoto wanaungua. Ndege ya USA imekuja Laikipia. Like it all not, imekuja Laikipia. Alafu kuna kitu kingine nataka nikumbuke na niongelee. Ndugu zetu wa Jaluo, hata nyinyi mmetusaliti mara nyingi sana. Najua mtapenda hiyo. Ndugu yangu Hamisi, asante, karibu sana, nimekuona. Mmetusaliti kwa muda mrefu. Kwa nini? Kwa sababu sisi miaka yote Wakisii, Waluya, Wakikuyu tumesimama pamoja na Wakamba, tumekuwa tukisimama pamoja nyuma. Kitu ya kwanza, Mr. Speaker, sisi ni watu wazima na tunaongeleshana kiuzima. Tafadhali tunaanza kupoteza mwelekeo wakati tunaanza kutusiana hapa, ukichi si kitu nzuri. Ukikuja hapa tafadhali, kama unatetea Ruto, tetea Ruto bila madharau, bila matusi, bila kiburi. Kitu ya pili, Mr. Speaker, kabla niingie kwa motion, ninashukuru wale MPs walitoka hapa wakaenda kuungana na Wajakaranda kwa ajili ya kusimama na Jasuba. Kweli mlitufanya tukakuwa proud, sababu mlituwakilisha hapo na hata hili bunge likatambulika pale na Mheshimiwa Babu Owino. Mr. Speaker, tukiingia kwa mambo ya siasa, Ebola, Mr. Speaker, Ebola is an airborne disease. And of all motions, Mr. Speaker, nilikuwa natarajia leo Alfaya ataingia hapa aongee mambo na Ebola, mambo ya kweli, sababu yeye ni msomi kwa hiyo kitengo. Sasa tena Alfaya leo ndiye ameongea vitu zingine za ajabu mpaka unashindwa kweli huyu ni daktari ama. I wish ningekuwa na uwezo kukagua hawa watu nione ndio qualify kuitwa pale, ulipitia wapi ukapitia wapi. Because naanza kushuku mambo mengine, Mr. Speaker. Mr. Speaker, huyo mbunge ni Alfaya namuuliza kama madaktari wakubwa wa matibabu wanaitwa KP wakasema hiyo kitu haistahili hapa, na kama lazima ikuwe hapa, kama lazima ijengwe DRC huko kwenye kuna shida, wamalizane nayo huko, na hiyo kitu isiache kusambaa kwingine. Alifanya anakuja hapa, yeye sasa ni mkubwa kushinda wale wengine, anatuambia ni saa ikuja hapa. Kitu ya pili, Mr. Speaker, hawa watu wa Ruto, tafadhali, sio kila shida mnaweka kwa uhuru. Sio kila shida lazima mweke kwa uhuru. Jambo likitokea likiwashinda ni Uhuru anafanya. Jambo likitokea likuwa na shida ni Uhuru alisign. Hii High Court ikisimamisha na iseme hii kitu istahili kuwa hapa, hawakujua kama hii kitu ilikuwa imeandikishwa. So Mr. Speaker, Alifanya amesema liwe liwalo, hii kitu itajengwa hapa. Na sisi wacha tuone kwa Mungu na tuone kama hii mpangilio ya Tuesday itaenda sawa, tuone kama itawekwa hapo. Na ikiwekwa hapo nini itafuata? Mr. Speaker, mbunge mwenzangu hapa msomi amesema kwamba hii kitu ni hatari hata kushinda corona.
Alifaa anakuja anatuambia hapa kwamba hata corona ilijengwa hapa. Si corona ilikuwa worldwide. Si corona ilikuwa mpaka hapa. Hapa kulikuwa na Ebola. Sasa tulazimishwa tuletewe sababu rais ndiye akona mamlaka kila kitu. Situambie huyu rais kwamba kando na the fact wewe ndio uko na mamlaka, hata sisi tuko na mamlaka kushinda wewe. Na ikiwezekana, I believe kama itaitwa maandamano ya kupinga hii kitu, Alifaa najua hata wewe utatoka. Sijui ameenda. I believe hata yeye atatoka because hii kitu isiponiumiza mimi itaumiza yeye, na isipoumiza yeye itaumiza bibi yake. So you can imagine of that age, bibi yake anaenda sababu ya kitu ulichangia. And first vitu zingine pia unaaibika sometimes. So Mr. Speaker, mambo jinsi mwenzangu pale ameongea, akaongea mpaka kwa Kijaluo, hivyo ndivyo ilivyo. Kama umefuatilia mambo ya Western jana, umeona jinsi Western ishajipanga. Leo tumekuwa Machakos, ukifuatilia mambo ya Machakos, unaona jinsi Machakos ishajipanga. Ukifuatilia pale Rift Mlimani, unaona jinsi wamejipanga. To next 10 wale sacrifice wa UDA wanaanza kuomba msamaha kwa sababu mambo imekuwa mbaya. Mimi nakuja nauliza, hawa wanajifanya hapa na kusema kwamba lazima watapita. Mtapita mkitoa wapi? And mnachukulianga vitu zingine kwa za mchezo. Kama hii formula ya Gachagua ya Cousins itafanya kazi, kama Cousins watafanya kazi, issue ya Cousins itafanya kazi, kwamba banduzi ni Cousins wasimame pamoja kama bandits, Ruto hata aende chukua ya Uganda yote, kuja chukua fungua Somalia waingie wote, au utaona. So Speaker, I raise my case nikisema kwamba Ebola Kenya hapana, liwe liwalo hawataendelea hapa, na kama hata ni maandamano tutatoka. Thank you, Mr. Speakers. I know it is that William Ruto is the president of Kenya, anafanya kile anataka. Kama mtu yeyote mwenye akona kitu yenye atastaki naye William Ruto atayarishe list, hata a very long list. Ruto akistep out of power, take him to court. Because right now tutapiga mdomo. Okay, saa hii court ilisema hiyo kitu isimamishwe. Ile jengo ya quarantine imejengwa 80% is complete. Sasa kwa nini wanaendelea kama court isimamishwe? Hiyo inamaanisha hizi zetu zote tunaongea ni bilio za chura ambaye haziwezi zuia ng'ombe kufanya nini? Mr. Speaker, mimi niko hapa kurespond kwa kijana. No. Niko hapa. Wacha aongee kwanza maji. Thank you. Mr. Speaker, wacha ni respond kwa kijana wangu. Kijana aliniambia aliponiona nikiingia hapa. Yeye hata yenye alikuwa anaongea ikapotea. Mimi akaniona hapa akaanza kusema ya kwamba kwanza nyinyi Wajaluo mmetusaliti sana. Sisi Wakisii tumesimama na nyinyi, Waluo wamesimama na nyinyi, Wakikuyu wamesimama na nyinyi, Wakamba wamesimama. Hiyo kitu iliniuma sana. Tangu lini Wakikuyu walipigia Raila Odinga kura? Tangu lini kijana? Wewe okay, sawa. Wewe saa hii wacha nikwambie, wewe ni kijana, hujui uhasama iko kati ya Mjaluo na Kikuyu ilianzia lini? Nyamaza. Uhasama yenye iko kati ya Mjaluo na Mkikuyu ni kama uhasama yenye iko kati ya Israeli na Palestina. Sijui itaisha lini. Kama utaweza kuniconvince ya kwamba there will be a time when a Palestinian will come in terms with an Israelite, then Wakikuyu na Wajaluo watakuja in terms. Nikikuja kwa Wakisii, ni kweli Wakisii walipigia Raila kura, Wakamba walipigia Raila kura, but look here, with my age, look here, there is no single moment Fred Okengo Matiang'i akatembea next the neighboring county Homa Bay aende huko aseme
tafadhali, mimi niko kwa debe. Fred Okengo Matiang'i haienda hata Homa Bay na Migori wanapakana. Liwa leo Kisumu na Siaya. Homa Bay na Migori. Haienda. Sasa tunataka kuniambia. Mimi nasema yangu. Mimi nasema okay, chukua kama ni uongo. Raila Odinga, kuna siku Raila Odinga aliwahi kutuma Mjaluo yeyote Orengo, kutuma kila yako enda Kisii uende unitafutie kura. Raila alikuwa anajituma yeye mwenyewe. Kalonzo Musyoka, hakuna siku Raila alituma Mjaluo yeyote kule Kambaland enda kutafutia kura. Raila alikuwa anajituma kwenu, mpaka wakati alienda mpaka kule mahali alichapwa Kwaju ni wapi huko? Raila anajituma yeye mwenyewe. Hakuwa anatuma mtu. Na sasa kama Kalonzo hataki kwenda huko. Ndugu zangu, haikuwa hivyo. Kura inatafutwa. Unajitokeza. Na saa hii bagawe Mr. Speaker, wacha ni remind wa Kenya jambo moja. Saa hii hata kwa in terms of ranking kwa political parties, hata ndio kwa maana hiyo ndio kitu inapatia Rigathi Gachagua nafasi ya kujipiga kifua. Hao wote hao position wote hakuna mwenye anafikia Rigathi Gachagua. Hakuna, ndio kwa maana Rigathi Gachagua anawakanyaga, anasema mwenye atakuja na mtaona mpaka juzi wengine wakaanza kusema ya kwamba Rigathi Gachagua ni project ya William Ruto. Tangu lini? Kama ni project, kwani si Ruto alimimpeach, anakujaje anakuwa project? Rigathi Gachagua amejituma, ako nje. Sasa kama wakina Kalonzo, okay, Fred Matiang'i from Kisii Kikuland. Sasa the rest of Kenya watakujua nini? Okay.